Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Septemba 27 hadi Oktoba 3 ya mwaka 2025. Tunaenda kulianza somo la kwanza kabisa la robo ya 4 ya mwaka 2025. Robo inayosema mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Hili ni somo la kwanza. Somo linalosema mbinu kwa ajili ya mafanikio. Katika Sabato mchana mwandishi anaelekeza mafungu ya Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya 15 hadi 22. Yoshua sura ile ya kwanza, Waebrania sura ya 6 ya 17 na 18, Waefeso sura ya 6 aya 10 hadi 18, Zaburi sura ya kwanza hadi ya 3 na Warumi sura ya 3 aya ya 31. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Yoshua sura ya 1 aya 7. Neno la Mungu linasema, uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu, usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Benjamin Zandel, kiongozi wa muziki wa orkestra ya vyombo vya muziki ya Boston, alifundisha kwenye darasa la kufasiri muziki. Aliweza kutambua fadhaa ya wanafunzi walipofika hatua ya kukabiliana na tathmini ya upigaji muziki wao. Ili kuwaweka wanafunzi katika utulivu na kuwasaidia kutenda kwa uwezo wote walionao, siku ya kwanza ya darasa alitangaza kwamba kila mtu angepata A. Hii A haikuwa matarajio ambayo iliwapasa waishi wakiwa nayo, bali uwezekano ambao walipaswa kulenga maisha yao katika huo. Sharti pekee lilikuwa kwamba wanafunzi waandike barua katika majuma mawili ya kwanza ya muhula, lakini waiwekee tarehe ya wakati wa mwisho wa darasa. Barua ilipaswa ielezee kwa nini walistahili kuipata alama ya juu kiasi hicho. Kitabu cha Yoshua kinahusu uwezekano mpya. Musa aliyekuwa ametawala katika miaka 40 ya historia ya Israeli, sasa alikuwa ni wa wakati uliopita. Uzoefu wa kutoka Misri na kutangatanga jangwani kwa hali ya kusikitisha ukiwa umetawaliwa na uasi na ukaidi ulikuwa umefikia mwisho. Kizazi kipya kikiwa tayari kumtii Mungu kilikuwa tayari kuingia kwenye nchi ya ahadi. Si kama jambo la kutarajiwa kufikiwa, bali kama uwezekano wa kuishi ndani yake. Hebu tujifunze jinsi Mungu alivyofungua sura mpya katika maisha ya Israeli na jinsi awezavyo kufanya hivyo hivyo maishani mwetu pia. Jifunze somo la juma hili ukijiandaa kwa Sabato ya Oktoba 4 mwaka wa 2025. Jumapili tutaenda kujifunza mada inayosema Musa mpya. Jumatatu, vuka, twaa, gawa, tumikia. Jumanne tutaangazia mada inayosema warithi wa ahadi. Jumatano, uwe hodari. Alhamisi tutajifunza mada inayosema kufanikiwa na kustawi. Huku katika siku ya Ijumaa jifunze zaidi. Kumbuka hili ni somo la kwanza robo hili linalosema mbinu kwa ajili ya mafanikio. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.